Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii, tutaangazia safari ya Yanga katika michuano ya Muungano Cup, kuanzia hatua ya robo finali mpaka finali. Huku pia maandalizi ya dabi ya Kariakoo katika ligi kuu ya NBC. Yanga. Hakuna aliandikiwa barua kuja kuishangilia Yanga, tumeipenda wenyewe. Hii ni ya kwetu, pwete ya pwete, wacha ituwe. Aprili 21, Young Africans walishuka katika dimba la New Amani Complex dhidi ya Mwembe Makumbi katika michuano ya Muungano, hatua ya robo finali, huku akiibuka na ushindi wa mabao 4-0. Magoli ya Yanga kwenye mchezo huo yalifungwa na Prince Dube dakika ya 16 na dakika ya 58 akifunga mara mbili, huku dakika ya 36 Mwembe Makumbi wakijifunga na Shehani Ibrahim akifunga bao la dakika ya 37. Ni Okello anaweka katika nafasi Prince Dube, bao la kwanza la Muungano Cup 2026 linafungwa. Anafurahi, mashabiki wanashangilia. Bonge la bao linafungwa hapa na Prince Mpumelelo Dube. Tazama namna mambo yalivyoanzia hapo. Mudathir Yahya pass, Okello Alan pasi maridadi, finishing nzuri, tamu kama urojo hapa Zanzibar, ama kama ile seafood, vyakula vya baharini Zanzibar. Mpira umesereleka, golikipa Rashid Daim angefanya nini? Acha hiyo, ni mbaya kwelikweli. Bao la kwanza la historia 2026 Muungano Cup kuchukua mali. Dube anaiweka katika nafasi ile, anakwenda kuwa tena Okello Alani, Okello kakata vizuri kabisa. Karibuni tutu wametoka kuifunga Mbeya City goli 6, magoli 6. Okello alimpiga chenga ya mbali golikipa, akajaribu kucheza mpira ukamponyoka, lakini mlinzi alikuwa yuko macho. Na Okello Dante na ucheza mpira ule, ameshindwa. Okello weka cross kumtafuta Dube na control. Dube anamsetia Mudathir, cheza golikipa, mpira umemchomoka lakini kauwai. Mshindi wado Salum Othman Chubi ndani ya penalty area, anapiga back pass, jaribu kucheza mpira kuna, anakwenda kucheza vizuri kabisa ile. Mustafa Park, Mwita Mustafa, kona 5. Mwembe Makumbi hawajapiga kona yoyote. Inachezwa ndani kwa Shehan. Oh wow! Ni bao la pili zila Ng'ombe. Tazama namna ambavyo ilipigwa kona. Shehan the first one. Tazama namna ambavyo mtu nani wa mwisho kugusa mpira ule. Ulimiminwa ndani kule wakati unakwenda Shehani Ibrahim. Tazama kwenye engo hii, mchezaji umeguswa bila shaka. Shadraki Sakaboka kwa cross ndani, cheza Samir mali, mekuta Shehan Afanalek. Mwamba huyu hapa, ukimuona tu unajua kazi ipo. Goalkeeper Rashid Daim hana cha kufanya. Samir Mohamed Said captain anashangaa. Shehani Ibrahim anaomba radhi bila shaka kwa kuadhibu Mwembe Makumbi. Tazama Shadraki Sakaboka akacheza Samir, Shehani Ibrahim akatandika mkwaju mmoja wa moto kwelikweli. Second ball, what a strike, buba chuma. Goalkeeper amedive lakini ameambulia manyoya, na ukiona manyoya ujue kashaliwa. Chuma ya 3 ni Tharasa bin Sufri. Shehani Ibrahim anasema siwasikii. Wow, what a jump! Shehani Ibrahim anautema goalkeeper yao. Touch nzuri, Dube Edmund, dangerous attack, ananyunyiza ndani kule. Nani wa kwanza? Amesave goalkeeper.
Cheza vizuri sana goalkeeper. Amepoteza mpira ule sasa. Ni nafasi nzuri kwa Mwembe Makumbi. Tazama atakachofanya Abdallah Idi Pina. Tazama alivyoondoka Abdallah Idi Pina. Ni top striker huyo na ni top scorer msimu uliopita. Wanya makosa na timu kwa ujumla. Dakika 45 mechi ya ufunguzi Muungano Cup 2026. Nitakufahamisha nani ameingia kwenye orodha wa wachezaji ambao niko nao hapa. Muungano Cup 2026 anaondoka sasa Edmund John. Weka Dube! Dube! Prince Mpumelelo. Haya, twende kibajaji na pigwa hiyo. Tazama pasi ndefu, long range pass. Wow, just wow. Edmund John, good crossing. Dube, touch ya kwanza, second ball. Buba amemalizia. Ameonesha ufalme wake. Weka Musa kule, amepoteza nafasi. Cross nzuri. Baada ya mchezo huo, Young Africans walitinga hatua ya nusu fainali, na safari hii wakishuka dimbani dhidi ya Azam FC, yaani Dar es Salaam Derby, ndani ya visiwa vya Zanzibar, huku akipata ushindi wa mabao 2-1. Ni Prince Dube ambaye alianza kuiandikia Yanga bao la kwanza dakika ya 5, huku bao la pili likifungwa na Maxim Pia Nzengeli dakika ya 24. Tija, nguvu yake ambao wanaionyesha katika jeuri ya matumizi ya pesa. Ni wakati wa kusalimiana kwa vikosi. Uwanja umependeza na kikosi cha Jean-Florent Ibenge kimeanza na shepu ya walinzi wanne. Mwamuzi wa kati katika mchezo huu ni Mohamed Simba kutoka Unguja. Na hiki ni kikosi kwa upande wa wananchi Young Africans chini ya Pedro Gonçalves. Shepu ya walinzi wanne, Jean-Florent Ibenge, kocha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio kocha mkuu wa Azam FC. Pedro Gonçalves Suarez kutoka Ureno, Portugal, ndiyo kocha mkuu wa Young Africans. Kandanda imeanza. Karibu sana Amani Stadium. Amekataliwa Akaminko. Mapema kabisa amejaribu mwenyewe James Akaminko. Tazama umbali alikopiga shuti lake kwa guu la kulia. 1-2 amekutana nao upande wa pili. Isra Mwenda anajaza ndani katika nafasi ya Buya, anakataliwa. Tayari miili imeshachemka. Tayari mashambulizi yameonekana. Tazama 1-2 alikutana nao Israel Mwenda, akapiga vipasa, akakutana nao tena Duka Buya. Faisal amekataliwa, ameupoka mpira, anaondoka, amepitisha katika nafasi Prince Dube. Usiogope, hawa ni Young Africans, hawa ni mabingwa watetezi. Mbele yao tayari wameshaona kuna milioni 150. Wakiona pesa wanachanganyikiwa. Dube Prince ameshamduaza Issa Fofana, asho linamtiririka. Tazama aliublock mpira Damaro. Alan Okello Erira Boy anampitishia Prince Dube. Alan Okello anaandika assist yake ya pili kwenye kampeni hii. Prince Dube anaandika bao lake la 3 kwenye kampeni hii. Ndio kinara wa upachikaji mabao. Erira Boy, pesa hiyo imeachia pasi kwa Dube Prince. What a mission, what a goal. Hawa ni Young Africans, hawa ni mabingwa watetezi wa kampeni iliyopita. Mpira umepotea. Faisal, Isra Mwenda, Abuya akilalamika pale chini kwamba anapata maumivu. Tazama mpira, alipoteza timing Frank Asinke kupata. Faisal akaingilia lakini hakufanikiwa kupita nao. Himid Mao
akenda kumzuia njiani. Kwa James Akaminko, lakini hata hivyo anaita. Tazama, alizuia mpira James Akaminko na Damaro akenda pale kumbugudhi. Mwamuzi akaona haya ni madhambi. James Akaminko akanyanyua kiwiko chake kile. Nado ameunyanyua mpira ndani uko na ukamata golikipa Jiki Jara Mendoza. Jaribio lake Jason Fuentes Mendoza, Colombian boy, limekwenda nje. Ilikuwa nafasi nzuri kwa Azam, nafasi ya kuandika bao. Tazama, Jiki Jara aliupangua mpira akamkuta Mendoza, naye tu pitisha pasi ile, wanakata umeme Young Africans. Alan Okello kapitisha pasi ile kwa Dube Prince. Dube Prince kapitisha tena Maxi. Tulieni. Washikilieni, wakamateni Azam wasikimbie. Wakamateni wasijifiche. Watajificha wapi? Ya ng'ombe, Mwanakwerekwe au Maisara? Frola Ibenge anamwangalia kijana wake Maxi Zengeli, amemfundisha DRC elekezo. Mpira ulipotea, waliblock tena. Erila Boy alipitisha mpira kwa Prince Dube. Dube Prince amefunga mara hii na assist. Maxi Zengeli mpia anakandamiza, anapiga msumari wa moto. Waiteni mashahidi bara na visiwani waje kuitazama Young Africans, waje kuwatazama wananchi. Hawa ni mabingwa watetezi. Steve Baka yupo uwanjani, kocha wa Simba anaangalia yeye, shughuli yake ipo kesho, ikiwa ni nusu fainali ya pili ya Muungano Cup, na wanashambulia. Mpira umejazwa le Maxi, alikuwa anafanya setup. Abuya, pasi imepitishwa katika njia ile, anapita Starboy Alan Okello. Okello inagola chuma, imerejea tena Duke Abuya. Abuya unakwenda nje. African Boys Alan Okello all the way kutoka Uganda walilishambulia lango la Azam, walilipiga pressure. Tazama, a boy from Real Starboy Alan Okello alipeleka mpira ukala chuma, ukarejea tena. Duke Abuya akaseta, akanyosha. Abel ameupitisha mpira, Mkami anaupitisha pembeni huku. Pascal Msinda na mina cross, nani nakataliwa. Nado Idi Nado anapita nao tena, anaacha tena pasi kwa Faisal, imekwenda nje, ni kona. Idi Nado alizunguka na mpira kama cha Faisal, na yakaunyosha kababatiza mpira kwa Ibrahim Baka. Wakati wa fourth official amekwenda kumwambia jambo mwamuzi, kadi ya njano anaonyeshwa Pedro Gonçalves. Faisal amemina cross, inajibiwa kwa kichwa. Kanut Jefta Kitambala na kupiga mpira ule. Faisal ni yeye, ni Faila Sofi kama amemkodi Jiki Jara. Tazama hapa, Kanut aliupoka mpira ambao alikuwa anakwenda na Jefta Kitambala, akitaka kupiga mpira akakuta anaweka kama pasi ambayo Fei Toto akaenda kuandika bao kwa hesabu za haraka haraka. Hili ni bao lake la 3, anawafunga Young Africans. Free kick ameunyanyua, nachezwa mpira kwa kichwa. Ngita ameshindwa kumalizia nafasi ile ya kikosi cha Azam. Hapa Ngita alikuwa na nafasi ya kuweza kufanya vizuri zaidi, lakini kashindikana. Angalia, wameanza mpira ule. Depu na ucheza mpira kwa kichwa. Kofi Mudathiri Yahya anakataa kona. Yes, ni offside kabla ya kupiga mpira ule. Depu ndo alikuwa offside kabla. Benchi
la ufundi. High table, viongozi mbalimbali wa kiserikali wako hapa, na mwamuzi Mohamed Simba anazimaliza dakika zote 90 za dabi ya Dar es Salaam. Naam, wananchi Yanga sasa wakaingia fainali, huku kubwa zaidi ikiwa ni dhidi ya mtani wao Simba Sports Club na kupoteza kwa bao 1-0 katika mchezo huo. Baada ya kupoteza mchezo huo wa fainali, Yanga walijinyakulia zawadi ya mshindi wa pili ya shilingi milioni 100. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye yuko hapa mgeni rasmi wa fainali hii ya Muungano Cup, kuvaa medali baada ya Yanga kuvaa medali mabingwa. Azizi huyo Anabwile ambaye alitokea bench akaingia. Huyu ni Zanzibar hero Mudathir Yahya, Abbas Ninjo, alkadhalika wote hao kutoka Zanzibar. Starboy Alan Okelo, na upande kule pia kuna Starboy ya Simba kuvaa medali. Tunaomba wadhamini Asink na alicheza kwenye zile mechi za mwanzoni, baadaye mambo yakaenda tofauti. Nafasi yake akachukuliwa na Bakari Nondo Mwamnyeto katika safu ya ulinzi. Hussein Masalanga anavaa medali, naye msimu uliopita alivaa medali ya mshindi wa pili wa kombe la CRDB uwanja huu dhidi ya Young Africans. Mara hii anavaa medali ya mshindi wa pili akiwa na Young Africans. Na Young Africans michezo mitatu ya Muungano Cup 2026 wameruhusu mabao mawili, moja katika dabi ya Dar es Salaam dhidi ya Azam FC wakishinda 2-1 na katika mchezo wa finali, lakini mechi ya kwanza walishinda magoli 4-0 dhidi ya Mwembe Makumbi, na leo wapoteza fainali mbele ya mtani wao wa jadi ambaye 2021 walimtandika kwa mikwaju penalty katika fainali ya Mapinduzi Cup, na leo mambo yamegeuka, imekwenda ndivyo sivyo. Shikijiara akishindwa kupangua mkwaju wa penalty, Shadrack Isaka Boka akifanya kazi ya kwanza, aliblock shuti la Anton Mligo, lakini baadaye Mwamba Lusaka akafanyiwa madhambi na Edmund John, hatimaye mkwaju wa penalty ambao Selemani Mwalimu Saleh Gomez ambaye alifanya vizuri, aliwahi kuwa MVP na mfungaji bora katika ligi ya Zanzibar, akaweka kambani. Mheshimiwa Rais, kabla hujakabidhi ama hujavalisha medali kwa mabingwa, tunaomba mwakilishi, zoezi likiwa linaendelea, ambao ndio wamekabidhi kupitisha pia katika mabingwa wa kombe hili ambao limeanza mwaka 1982. Mabingwa ni 9 tu na ni hao wameendelea kusalia, kwa maana ya KMKM alikuwa bingwa Tanzania Prisons, kadhalika Pamba Jiji alikuwa bingwa Malindi kutoka Zanzibar. Malindi na KMKM ndio timu pekee kutoka Zanzibar zilizobeba ubingwa, lakini Pan Africa walikuwa mabingwa pia kutoka Tanzania Bara. African Sports kutoka Tanga, Tanzania Bara walikuwa mabingwa pia. Maji kutoka Ruvuma na Simba. Naam, nao mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam wametamba kuwa mchezo unaofuata wa ligi kuu ya NBC dhidi ya mtani wataenda kuibuka na ushindi, kwani lengo lao ni kutetea taji hilo la ligi kuu ya NBC, huku kikosi chao kikiwa tayari kimeshaanza maandalizi ya kumkabili mtani katika dimba la Meja Jenerali Samuyo Mei 3. Ninachozungumza ya kwamba unajua kuna kisa kimoja, Yesu alivyokuwa kuna kipofu amekaa pale katika geti la biashara, alimwambia anaopita ni nani? Akasema anaopita ni Yesu. Akamwambia Yesu, hebu njoo. Akaenda pale akamwambia Bwana Yesu. Yesu alipomkamata kwenye macho akamwambia Yesu, naona. Kwa hiyo Simba jana walikuwa siku zote ni vipofu, lakini Yanga wakamwambia sawa, tunakupa ofa. Lakini tunachosema hiyo tarehe 3 kwa kweli hiyo tutakuwa sisi bwana Yanga tutasimama. Ninachosema kwamba engineer, mashabiki wa Yanga pamoja na viongozi, hii Simba walioshinda Zanzibar isiwape chachu.
Chachu tunachotaka sisi, tunataka kwenye nini? Kwenye ligi. Lakini tunachosema kwamba pointi 3 ni muhimu sana kwetu sisi. Tunaomba sisi mashabiki tusivunjike moyo, tuiombee Yanga, Wakristo, Waislamu, mwenye dini tuombee Yanga ili tuchukue ile kombe. Tunachotaka sisi ni ile kombe. Hiyo yako Zanzibar ni kombe la ambalo tunajiwekea muhimu sana. Kwa sababu sisi wachezaji wetu tunawaamini na vile vile na uhakika tutachukua ubingwa. Tunachotaka sisi twende hapo, wanaposema hapo ni sehemu yao. Pale pale ndio tutawatia aibu. Kwa jina naitwa Amri Mohamed aka Baharia. Ni mkazi wa Kigogo Ruanga. Tawi langu kama unavyoliona hapa. Mwenyeji wa mkoa wa Lindi, kijiji Ngapa. Yaani hii dabi kwanza tumeiandaa kama dabi. Maandalizi makubwa yaliyokuwepo ni ya kwenye dabi. Haya mambo mengine haya ni manusura tu. Kwanza tukuyategemea kama yangeweza kupatikana kwa wakati. Mechi zote tulizozicheza hizi tulizocheza mechi hizi hapa tofauti na jinsi tulivyoiandaa dabi. Tuna balance, huwa tunawekaga balance. Hata wazee wetu wa zamani huwa wanakuambia unataka kuishi sana unafunga kitu fulani hapo, unakuwa na uimara fulani. Kwa maana hata kama ulikuwa una njaa ujisikii. Tumejiandaa vibaya sana na kuhusu hii dabi. Tena vibaya mno. Tena katika jana dabi, yani jitahidi Mwenyezi Mungu akujalie uione dabi. Hawa mbwembwe tu hawa. Hawa ni mbwembwe tu, hawana lolote hawa. Hawana chochote kile wanachojivunia kwa sisi. Yanga itabakia kwa Yanga. Na Yanga itabakia kwa Yanga bingwa. Yanga imara. Kuelekea tarehe 3 kwenye dabi yetu kuna kitu sisi tumejifunza. Maana jana unaona maiti imepiga chafya, ndugu majamaa na marafiki wote wamefurahi. Tukasema sio mbaya. Hawa nataka tupige kichwani, wanapumua. Kwa hiyo nyundo tunawaandalia tarehe 3 pale Meja Isamuyo. Tunapiga kichwani. Tunagonga kichwa, tuendelea kuwaua. Sisi ni wajanja kuliko wao. Sisi ni wakubwa kuliko wao. Sisi tumekaa pale juu kileleni. Huku kulikuwa na finali, kuna pesa. Si haba tumetoka na milioni 100. Huku tunakwenda tarehe 3 kwenye ligi. Kwenye ligi tunahesabu pointi. Sisi sasa hivi tuko juu kwenye pointi, tumepita hapo pointi nyingi sana. Wakitufunga watakuwa wametusogelea kidogo, lakini bado sisi tuko juu. Tukitoa draw pointi zabaki vile vile. Tukiwafunga pointi zinaongezeka. Kwa hiyo ndio tunakwenda kukifanya, kwenda kuwafunga ili pointi ziongezeke, tuwape hasira na hivyo. Wametupiga kwa goli la tuta. Lile goli la tuta ingekuwa wao saa hizi wangepigwa wao. Wao wamezoea kulialia. Leo ingekuwa vikao nchi nzima, tunaonewa. Lakini angalia, ukijua ukomavu sio wakubwa. Wao wamepata goli la tuta lile, wanasherehekea mpaka wanasahau familia zao. Sisi leo tumeamka bado tuna furaha, hatuna masikitiko. Kwanza tunauamini uongozi wa Young African uko vizuri na kuanzia wachezaji, na ndio maana imepigwa dakika 120 hakukupatikana goli. Na hata hivyo hatukuongeza spidi kwa sababu nini? Tuna mechi ambayo tunaisubiri, kwa sababu huku sisi tuna mechi inayohitajika point ambayo inatupeleka hata kimataifa. Ile pale ni kama bonanza tu, vitu vya kawaida. Kwa hiyo ndio maana hatuwezi tukaitolea maji sana kule. Hawa mtoto aliozoea kulia kwa mama atalia. Sasa watakapokuja Dar es Salaam sasa, hapa ndio watakapolia. Wamechagua wenyewe uwanja wa Jeshi. Wanajeshi wao wacheki. Kwa mchezo wa tarehe 3 sisi tunataka tutetee taji letu na tutapiga wale kipigo cha paka kala mboga ya mkwe. Umenielewa? Kwa tuna usongo nao, tuna asila nao. Sisi pointi 3 muhimu, kufa mtu kupona. Kwa hiyo ndio hivi nawaambia, kama hivi viongozi wa Yanga, injinia, GSM, kocha, wachezaji wasikate tamaa kwa mchezo wa jana. Ni vitu vya kawaida kwa sisi mashabiki wanachama. Yani sisi tumeona swala la kawaida, kwa sababu yule sisi asila zetu tutakuja kumalizia tarehe ngapi? Tarehe 3. Kwa hiyo sisi alama 3 muhimu, kombe Jangwani. Hakuna kukata tamaa, daima mbele, nyuma mwiko. Naam, hii ndio Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe. Chama yuko nyuma ya mpira. Clatous Chama karejesha tena ndani. Maxi wamejiweka wenyewe, Simba wamejiweka wenyewe. Yanga ni liduda likubwa kama cyborg, halina huruma, wanararua wapinzani. Ni Kevin Kitiri amejiweka, wamoja havai mbili, yupo chini pale Shomari Kapombe. Wananchi wamecharuka, Dar es Salaam yote ni njano na kijani.
Vaibu limerudi tena. Osborn God Warriors, mwamba kutoka Kindu, Maxim Pia Nzengeli.